Zahmidi TV. Uhali gani ndugu mtazamaji wa Zahmidi TV, karibu tena katika kipindi chako cha tuongee na Zahmidi. Leo tunaiangalia pesa. Pesa hii kuna watu wanasema pesa inaleta jeuri, lakini kuna wengine wanakataa, wanasema hapana, pesa haileti jeuri, bali watu wenye pesa ndio wanajeuri. Tupo na kiongozi Mr. Yahya Chaola, atatuelezea, atupa ufafanuzi zaidi kuhusiana na hii pesa. Je, hawa watu wenye pesa ni kweli pesa yao ndio inaletea jeuri au ni tabia zao za halisi ndizo zinawaletea jeuri? Karibu sana, ungana na ndugu yako Abdulaziz Hilal tukiwa na Mr. Yahya Chaola tupate faida kwa pamoja. Na Mr. Yahya Chaola, karibu sana, karibu tena pia katika studio zetu za Zahmidi TV. Nashukuru sana kwa kuweza kufika katika studio zenu za Zahmidi TV kwa mara nyingine tena. Karibu. Bwana, leo tunaizungumzia pesa. Pesa hii bwana inaleta jeuri, au tunaweza tukasema watu wenye pesa asilimia kubwa, sio wote, lakini kuna watu wana pesa na wana jeuri. Hivi kwa mtazamo wako kwanza, unaweza ukatuambia, je, ni kweli pesa inaleta jeuri au ni mtu au watu wenye pesa baadhi yao ndio wana jeuri, sio pesa zao? Pesa kama pesa haileti jeuri, isipokuwa baadhi ya watu ambao kwa malengo yao wanaweza wakaitafuta pesa ikawasababishia kuwa na jeuri, lakini pesa kama pesa haileti jeuri. Kwa mfumo upi hasa pesa inaweza kumletea mtu jeuri? Okay, sawa, nashukuru. Pesa inaweza kumletea mtu jeuri kutokana na malengo ya utafutaji wake wa ile pesa, kwa sababu katika utafutaji kila mmoja ana nia yake na malengo yake. Kwa hivyo kuna wengine ambao wanatafuta pesa kwa ajili ya ufahari, kujifakharisha na kujiona wao ni bora kuliko wengine. Kwa hivyo watakavyoipata hii pesa watajifakharisha na watakuwa wanawatambia wengine na kufanya mambo ya kufisadi na mambo ya uharibifu katika jamii. Kwa hiyo kwa sababu hizo inamsababisha ujeuri kwa sababu ya lengo hilo la utafutaji wa hiyo pesa. Na kikubwa hasa hapa tunachokizungumzia ni nini? Je, ni hii pesa ambayo watu wanayo au ni tabia za mtu halisi, kwamba mtu huyu bwana ana tabia ya jeuri? Kikubwa hasa kinacholeta jeuri kwa hawa watu wenye pesa ni kitu gani? Kitu kinachosababisha watu wenye pesa kuwa na jeuri ni kutokana na kile wanachokimiliki, kwa sababu unajua pesa ndio kitu ambacho kinatazamwa na kila mtu. Sasa inategemea na tabia ya mtu na malengo ya utafutaji. Nilivyotangulia kusema kwamba tabia ya mtu anapokuwa hana pesa na akaitafuta pesa kwa lengo fulani la kuionyesha jamii kwamba nina pesa, tabia ile inamsababishia yeye kuwa na jeuri kwa sababu ya kuipata ile pesa. Itakuwa nafikiri itakuwa kidogo nimeweza kuelewa. Labda malengo gani hasa ambayo mtu anaweza akayatafuta malengo hayo akatafuta pesa na ikamletea jeuri? Kwa mfano kama mtu atakapotafuta pesa kwa ajili, kama nilivyotoka kusema kwamba ni ufahari au mashindano, au mara nyingine utakuta kwa wanandoa ambao walikuwa katika mahusiano, halafu yale mahusiano yakasababisha kudharauliana ndani yake. Kwa hivyo utakuta na asilimia kubwa utakuta mahusiano leo yanavunjika kutokana na pesa, kukosekana pesa ndani nyumbani. Kwa hivyo kinachotokea ni kwamba kila mmoja atakapotoka pale katika ile mahusiano anakwenda kuitafuta pesa kwa nguvu zote ili aweze kumuonesha mwenzake kwamba yeye amefanikiwa. Kwa hiyo kutokana na hili inasababisha jeuri, na utakuta leo wanawake wanaweza wakawa wanawadharau wanaume na kuwaona kwamba wanaume si lolote si chochote, kwa sababu utakuta mambo mengine kwa sababu ya mahusiano. Lakini pia utakuta wanaume pia nao wanakwenda kutafuta pesa na wanaweza wakaitumia vibaya pesa ili kwa wanawake, kwa kuwatumia vibaya, kwa kulipiza kisasi kipindi ambapo walipokuwa wakidharauliwa katika kipindi cha mahusiano yao ya kinyumbani. Kwa hiyo sababu hizi zinasababisha pesa kumtia mtu jeuri, ingawa alikuwa hana jeuri, lakini kwa sababu hizi zinamsababisha kuwa na jeuri ya pesa. Na tukizungumzia kuhusiana na pesa, je, ni jeuri tu ndo tabia mbaya ambayo inawapata hasa watu wenye pesa? Ingawa sio wao peke yao, pia kuna maskini lakini wana jeuri vile vile. Lakini kuna tabia gani nyingine ambazo sio salama kwa jamii, hasa kwa hawa watu kwanza wenye pesa ambazo wanazionyesha kutokana na pesa zao? Kwanza ni dharau. Huwa ni dharau zinaonekana, na hili ni kitu ambacho kinadhihiri katika jamii zetu. Utakuta mtu mwenye pesa anapofika katika jamii ambayo haina pesa, sawa sawa iwe ni ngazi ya familia au ngazi ya wilaya au ngazi yoyote katika ngazi ya kijamii, yeye atakapale ndo asikilizwe
na atakachokiongea yeye na ushauri wake na rai yake atakayechukuliwe bila ya kujali rai za wengine, ingawa rai yake mara nyingine inakuwa si sahihi, lakini kutokana na nguvu ya pesa aliyokuwa nayo anataka yeye aweze kusikilizwa anachoongea katika kila kitu. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinajitokeza kwa watu ambao wenye pesa, ni dharau sana sana. Na tunapozungumzia katika masuala mazima ya maisha, kila kitu ambacho kina faida basi kinakuwa na hasara, na kila kitu ambacho kina hasara basi kinakuwa na faida. Tunapozungumzia kwamba watu wenye pesa wanakuwa na jeuri, lakini siamini kwamba ni watu wote wenye pesa wanakuwa na jeuri. Hivi kweli kuna watu ambao wanakuwa na pesa na wanakuwa hawana jeuri wala hawana tabia ambazo sio nzuri katika jamii? Wapo ambao wana pesa na matajiri wakubwa na uwezo mkubwa, lakini hawana jeuri katika jamii. Mfano tabia zipi ambazo zinaonekana ni nzuri lakini zinaonekana kwa watu wenye pesa? Ni kwenda kusaidia katika vituo vya watoto yatima. Wapo matajiri ambao na mara nyingi huwa wapendi watajwe, lakini utakuta wanakwenda kutoa misaada mikubwa tu katika vituo vya watoto yatima ya kifedha, huduma mbalimbali za hospitali na nini. Lakini pia wapo ambao wanawakusanya watu wasiokuwa na uwezo, wakawafariji, wakala nao pamoja na wakawawezesha hata mitaji, lakini huwa hawapendi kutajwa. Na pia tunashuhudia hata katika unapofika mwezi mtukufu, hasa kwa upande wa dini ya Kiislamu, utakuta unapofika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuna jamii fulani ambayo inakuwa haina uwezo wa kujipatia futari na daku. Wapo matajiri ambao wanajitolea kwa maskini kuwawezesha katika ili waweze kupata futari, waweze kupata daku, na ili waweze kufunga mfungo mzuri na mfungo wa Ramadhani vizuri. Kwa hivyo wapo matajiri wa namna hiyo ambao wanaisaidia jamii, na tuwapongeze kwa hilo ambalo wanaolifanya, ni jambo kubwa sana. Sawa. Sasa wewe kama Mr. Yahya Chaola, hivi kwa uoni wako unaona vipi mtu anaweza akawa na pesa lakini akawa na unyenyekevu kwenye jamii? Ni tabia zipi au ni vitu vipi ambavyo hawa watu wenye pesa afu wanakuwa na unyenyekevu na tabia nzuri katika jamii huwa hasa wanajibidisha kuifanya? Sasa kwanza ili tajiri mwenye pesa awe mnyenyekevu katika jamii na awe kawaida, ishi na jamii kawaida. La kwanza awe na hofu ya Mungu kwa zile pesa alizozipata, na ajue kwamba hakuzipata kwa ujanja wake, ingawa yeye ni sababu ya kuweza kuzipata kutokana na juhudi yake, lakini ajue kwamba Mungu ndio ambaye aliyempa. Kwa hivyo lazima arudi katika vitabu vya Mungu na akae na watu ambao wenye kumjua Mungu, ili aweze mara kwa mara aweze kusikiliza anayoelekezwa na wale watu ambao watu wa kiroho, ili aweze kukaa sawa sawa. Na utakuta mara nyingi hata hao ambao nilikutajia kwamba ni matajiri na wana uwezo mzuri, ukiangalia afu wanasaidia jamii, ukiangalia asilimia kubwa wameambatana sana na watu ambao wana ukaribu na Mungu. Kwa hivyo wanakuwa unashauriwa katika matumizi ya pesa zao. Lakini pia waende kuna sema takiwa wawe wanakwenda mara kwa mara kwenda kuangalia. Kwa mfano wanakwenda hospitalini kwenda kuangalia wagonjwa, akishamuona tajiri mwenzake kwamba yuko pale na amewekewa oxygen, kwa hivyo anajiona kwamba na mimi siku yote naweza nikaja hapa. Kwa hivyo hii inasababisha kwamba kuishi na watu pamoja na kuishi vizuri, kwa sababu mwisho wa picha atakapokuja kuondoka duniani watakaombeba ni wale ambao maskini ambao tunawaona kila siku mtaani kwetu. Lakini pia kwenda katika magereza mbalimbali kwenda kuangalia waliofungwa. Kuna wengine hawana makosa, lakini kuna wengine ni matajiri, lakini kutokana na matatizo waliokuwa nayo wameisha jela. Umeona? Kwa hivyo ukienda kule, ukirudi uraiani, hautaweza kumdhulumu mtu na wala kumfanya mtu baya kutokana na pesa zako, kwa sababu utakuwa unaogopa kwamba nikifanya kosa nitaweza kupelekwa kule. Lakini pia sehemu zingine ni sehemu za watoto mayatima, kwenda kutembelea watoto mayatima, kwenda kucheza nao, kwenda kuwafariji. Kwa sababu gani? Kwa sababu leo hii mimi nipo na watoto wangu nafurahi nao nyumbani, lakini kesho na kesho kutwa naweza nikaondoka. Kwa hivyo nitakapoondoka watoto wangu wanaweza kupelekwa kule. Kwa hivyo utajikuta kwamba unaishi vizuri na jamii, kwa sababu unaweza likakutokea lile ambalo lilomtokea mtoto ambaye umekwenda kumtembelea. Lakini sehemu ya mwisho ni sehemu za makaburi, sehemu ambayo kila mmoja lazima aende, hata uwe tajiri kiasi gani, uwe na mabilioni, lakini utakwenda pale chini ambapo tunazika maskini na wanazika watu wengine wote. Kwa hivyo watakapokuwa wanafanya mambo kama haya, utajikuta kwamba wanaishi wana mobilize maisha yao na jamii, na wana interact nzuri, wana good interaction na jamii kwa ajili ya kujiona kwamba leo kesho wapo, kesho kutwa hawapo. Sawa. Kauli yako ya mwisho sasa kuhusiana na sakata zima la pesa na jeuri, mahusiano yaliokuwa hapo katika hizi pande mbili, kati ya pesa na jeuri. Je, tutafute pesa ili tuwe na jeuri au tuache kutafuta pesa ili tuepukane na jeuri? Hapana, natakiwa tutafute pesa lakini tusiwe majeuri. Kwa sababu pesa ina umuhimu mkubwa na tunalazimika sisi kutafuta pesa kwa nguvu zetu zote.
na hata katika vitabu vya Mungu vinasema kwamba usiache fungu lako katika dunia, usisahau fungu lako katika dunia. Na fungu katika dunia maana yake ni maisha ambayo tunaishi kila siku, kuna mahitaji mbalimbali tunayohitaji, kwa hivyo lazima tuwe na pesa. Mimi si mshauri mtu kutafuta pesa eti kwa sababu ya kuogopa kwa jeuri, no. Ujeuri ni tabia tu ya mtu, na kama nilivyotangulia kusema kwamba kuna sababu zinazosababisha hivyo, lakini pesa tuitafute kwa nguvu zetu zote. Tuna mahitaji mengi ya kusomesha nini na nini na kuhudumia jamii, kama tunavyoona matajiri ambao wengine wema ambao wanahudumia jamii, lakini tu kwamba tusiwe majeuri kwa jamii, kwa sababu tukishakuwa majeuri katika jamii tutatengwa, tutajikuta kwamba wapweke katika jamii. Kwa hivyo tutafute pesa kwa nguvu zetu zote, lakini pia tuzitumie vizuri na jamii, tusiwe majeuri. Tukushukuru sana Mr. Yahya Chaola, faida tuliyopata leo ni kubwa sana. Nashukuru sana. Karibu sana. Asante sana. Naam, ndugu mtazamaji wa Zahmid TV, tutafute pesa lakini pesa isitie jeuri. Tafute pesa kwa nguvu kubwa sana, kwa sababu pesa inacheza pati kubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Tafute pesa, tusiwe na jeuri. Huo ni usia aliotuachia Mr. Yahya Chaola siku ya leo. Tufanyie kazi ili tupate mafanikio katika maisha yetu. Ulikuwa ndugu yako Abdulaziz Hilal. Mpaka kufikia hapa hatuna cha ziada zaidi ya kusema, endelea kufuatilia vipindi vya Zahmid TV, ujifunze mengi zaidi na zaidi. Usahau kusubscribe, comment na kushare. Mpaka wakati mwingine, uwe na siku njema. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zahmid TV.